Habari ya siku ya leo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Hiki ni kipindi kinachokupa nafasi ya kutazama mada mbalimbali zilizopo kwenye vitabu vya roho ya unabii. Na kwa awamu hii kitabu tunachokizungumzia ni kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ukiwa nami mtangazaji wako Rebecca Dennis, na kwa mara nyingine siku hii ya leo tena nipo naye mchungaji Methsela Masunga. Siku ya leo tutaongelea mada inayosema afisa Warumi na mjane. Ndio mada yetu ya siku ya leo, na kukaribisha uweze kuambatana nasi tuweze kufahamu na kudadavua yale mwandishi aliyokuwa amenuia ili tuweze kuyapata katika mada ya leo. Mchungaji, habari ya leo? Ni nzuri Rebecca. Karibu tena. Asante, nashukuru sana. Asante sana. Kabla hatujaendelea na kipindi chetu tupatie ombi. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya fadhili zako za milele. Ni wasaa mwingine tena tunahitaji kujifunza maneno yako matakatifu. Tusaidie kuyaona masomo ya thamani yaliyopo katika mafundisho haya, na ukuu wako uwe juu yetu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na siku hii ya leo mada yetu inasema afisa Warumi. Kwa mara nyingine tena upo nami Rebecca Dennis, mtangazaji wako, nikiwa naye mchungaji Methsela Masunga. Katika mada ya leo tutaangalia swala zima la, tutakuwa na sehemu mbili mchungaji. Tukiangalia kwanza tutaanza na afisa Warumi. Ndio. Alafu baadaye tutaenda kumwangalia mama mjane. Lakini katika mada ya leo napenda mtazamaji atoke na vitu vifuatavyo. Afisa wa jeshi alikuwa mtu wa mamlaka, lakini alijihusisha kwa imani na huruma. Tutaona imani, tutaona unyenyekevu, tutaona huruma ya mtu mwenye cheo kwa mtu wa hali ya chini, lakini pia tutaona na kuchambua kimaadili, kisaikolojia, lakini pia kihisia, tukigusia pande zote kufahamu undani wa mada ya siku hii ya leo. Sasa mchungaji, ili kupata niseme background kidogo ya tunachozungumzia kwa siku hii ya leo. Ndio. Unaweza ukatusimulia kidogo angalau tupate picha ya kile kilichokuwa kinatokea kati ya afisa huyu wa Warumi tunayemjadili siku hii ya leo? Kwanza tujue kwamba mambo haya yanatokea kipindi cha karne ya kwanza. Sema karne ni kipindi cha miaka 100. Kwa hiyo ni mambo yanatokea kati ya mwaka 1 mpaka 100 hapo katikati, hususan miaka ya pengine 20 na kwenda 30 hapo, kabla Yesu hajapaa kwenda mbinguni. Utawala uliokuwa na tawala wakati huo ni serikali ya Kirumi. Ndio utawala uliokuwa na tawala wakati huo, na walikuwa na tabia zao nyingi. Walikuwa na sheria zao nyingi. Sasa visa vya leo, kwa mfuatiliaji ambaye angependa kufuatilia, vimeandikwa na Mathayo. Kusoma Mathayo sura ya 8 kuanzia mafungu ya 5, 6, 7 na kuendelea. Lakini vile vile Luka amekuja kuandika kwenye Luka sura ya 7. Kusoma Luka sura ya 7 ukianzia fungu lake la kwanza, la pili, la 3 mpaka la 10, hapo unakutana na kisa cha huyu wa kwanza ambaye ni huyu jemedari au mwanajeshi, kama ambavyo umesema Rebecca. Kwa hiyo katika serikali ya Kirumi kulikuwa na sura ya watumwa ama watumishi, lakini kulikuwa na maafisa wa jeshi vile vile kama ilivyo serikali nyingine yoyote. Sasa dhana ya kijeshi ilikuwa ina mfumo wa utawala wa kiuongozi, kwa maana ya kwamba walikuwepo wakuu wa vikosi, walikuwepo wakuu wa vikosi mpaka nafikia ngazi za juu kabisa, na walikuwepo askari wa kawaida. Huyu anayetajwa kwenye Luka sura ya 7 ama Mathayo sura ya 8
yeye huyu alikuwa askari mwenye cheo, kwa maana ya kwamba alikuwa ni mkuu wa kikosi. Alikuwa mkuu wa kikosi. Kwa hiyo alikuwa boss. Alikuwa ni mtu ambaye ana mamlaka. Sasa hiyo ni sura ya kwanza ya picha ya utawala wa kijeshi wa Kirumi. Lakini sura ya pili ni sura ya watumwa au watumishi. Sheria za Kirumi hazikuwapa nguvu yoyote watumwa au watumishi. Na inaaminika karibia nusu ya wakazi wa wakati huo, karibia nusu yake walikuwa na watumwa. Yaani mtu mmoja angeweza kuwa na watumwa 2, 3, 4, 5 kwenye nyumba yake. Ndio maana baadaye kuja kusoma visa vya kina Filemoni, kina Onesimo, walikuwa watumwa wote, kusoma Agano Jipya. Sasa sheria ya Kirumi haikumpa nafasi mtumwa, haikumthamini mtumwa. Kwa hiyo mtumwa alichukuliwa kama ni kitu tu cha kawaida, kitu ambacho hakina uzito wa aina yoyote, hakuna thamani, no value, useless. Na ilienda mbali zaidi, ikampa uhuru boss wa mtumwa kutenda kitendo chochote kile, hata kama kingekuwa kibaya kwa mtumishi, bila kuulizwa chochote wakati wowote. Kwa hiyo ilikuwa mbaya sana. Na huyu amiri wa jeshi, huyu mkuu wa kikosi, huyu afisa, yeye anaandikwa kwenye Biblia sio tu kwa sababu hiyo ambayo tunaona kwamba alikuwa na huruma kwa mjakazi wake na Yesu akamponya, lakini kuna jambo la ajabu sana. Alikuwa tofauti na wengine wote. Kwa nini? Yeye alimpenda mtumishi wake. Kwa sio huruma, ni upendo. Huruma, fine, upendo, vyote vinakuja kama matokeo ya Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu. Lakini dhana yangu ni kwamba wengine wote, sehemu kubwa, walikuwa wanachukia watumishi wao, wanawatenda vibaya. Lakini huyu akawa na mzigo mzito sana juu ya mtumishi wake. Kwa hiyo huyu ndio background ndogo kidogo ambayo naweza nikaisema hapa kwenye kisa ambacho kiko mbele yetu. Rebeka, kwako tena. Tunaposema upendo na huruma, ni kwa namna gani alimpenda mtumishi wake? Ni kwa namna gani alimuonyesha huruma au alimuhurumia? Kwanza, kwa nature ya hawa Warumi, kitendo cha bosi tu kuonyesha huruma ama kupenda inaonyesha Roho wa Mungu alikuwa amemtembelea huyo bwana. Warumi ni watu ambao walionekana hawana sifa yoyote njema kwenye jamii, hasa walivyotazamwa na Wayahudi. Lakini huyu bosi, yeye alikuwa na upendo wa dhati kwa huyu mtumishi wake. Biblia inaonyesha aliugua huyu mtumishi kabisa kabisa, akawa hawezi. Ukisoma hiyo Luka sura ya 7 kianzia fungu la kwanza, anasema alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaum, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa. Naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, huyu akida huyu, akasikia habari za Yesu, akatuma wazee wa Kiyahudi kwenda kumwomba Yesu aje amponye mtumwa wake. Yeye ni Mrumi. Warumi walikuwa na chuki ya sirisiri na ya waziwazi kwa Wayahudi. Lakini amesikia habari za Yesu, akaamua kuvunja tabaka yote ya kikabila, ya kitaifa. Hakutaka kuangalia ataonekanaje. Lakini kwa nini hayo yote anayafanya? Kwa sababu ya mtumishi wake. Kwa sababu ya mtumwa wake Rebeka. Kwa hiyo alikuwa na upendo
wa dhati, lakini alikuwa na huruma. Hakutaka kuona huyu mtumwa anakufa wakati amesikia habari za Yesu, ni Yesu anayeokoa. Kwa alikuwa anajua kwamba hata kama Warumi walikuwa wanampinga Yesu, bado walikuwa wanajua yale mambo yalikuwa yanafanyika, na walikuwa naamini kweli ameponya watu na anaokoa kweli. Lakini sasa kulingana na tamaduni yao hawakubali kile ambacho walikuwa wanafanya. Kwa sehemu kubwa Warumi walikuwa hivyo, lakini angalau tunaona Mrumi huyu anafanya tofauti kidogo na hivyo. Unajua Rebeka, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno. Huyu akida alisikia. Biblia inasema alikuwa amesikia habari za Yesu. Na kama imani chanzo chake ni kusikia neno, inaonekana aliposikia aliamini. Alipoamini akatenda. Kwa hiyo pamoja na tabia mbovu za Warumi kuwa kinyume na Kristo, lakini hapa tunapewa picha ya Mrumi aliyechagua kuvunja tamaduni, kuvunja mazoea, kuvunja historia, ili kusudi amponye mtumishi. Kwa hiyo ile swali lako la upendo na huruma, ni mtu anaamua hata kuriski nafasi yake na cheo chake na heshima yake. Anariski kwa ajili yake mwenyewe? No. Kwa ajili ya mtumishi ambaye kiukweli ingefaa adharauliwe sana. Kwa hiyo alionyesha utofauti mkubwa, na hii inatufundisha sana sisi leo kwamba tuwathamini sana wale tunaowaita watumishi wa ndani. Tuwathamini, tuwapende, tuwatendee mema, tuwe tayari kupoteza chochote kwa ajili yao. Jambo la msingi sana sana sana. Rebeka, mimi nashangaa leo kwamba unakuta ni mama nyumbani ama baba nyumbani wanamistreat, wanamfanyia vibaya binti wa ndani wa kazi ama kijana anayesaidia kazi. Unajua, lazima ukumbuke kwamba huyu anayeitwa binti wa nyumbani kwa sehemu anaandaa chakula cha familia. Hivi na yeye akisema mmenichosha, acha niwamalize, anashindwa nini? Hawezi kushinda. Anachoshindwa ni Mungu tu amevishikilia hivi vibinti au wamama whatever, nani yote aliyeko ndani ni amemshikilia tu Mungu. Lakini ni wito wangu mimi kwa kila mtu ambaye Mungu amempa nafasi kuwa boss, kwa maana ya kwamba kumiliki, natumia lugha ya kumiliki, lugha ya kizamani, kwa sababu Warumi walikuwa wanasema bosi anamiliki mtumwa. Na waliweza hata kuwaua bila pasiwe na kesi yote kwenye serikali ya Kirumi. Yaani akijisikia kumuua anamuua bila shida yote. Anasema niliona anatishia labda usalama wangu, amani yangu. Hakuna kesi yoyote ambayo ingeendeshwa sababu sheria haikumpa haki mtumwa. Sasa mimi leo nataka nizungumze katika sura ya leo. Tuwapende hawa watu kama huyu akida alivyoonyesha upendo wa ajabu sana. Unakuta mama analeta nguo, analeta nguo za watoto wake wote, lakini huyu kama ni binti anaangaliwa tu, na sababu inatolewa anapewa kile labda kimshahara kidogo kile. Lakini nataka nikuhakikishie, kama ukichagua kuwekeza kwa mtumishi wako wa ndani anayekusaidia kazi, anayekaa labda na watoto wako kwa muda mwingi, sometimes kwenye ulimwengu wa leo kuliko hata wewe mwenyewe, ukichagua kuwekeza kwa mtu anayekusaidia majukumu ya nyumbani, umewekeza mahali sahihi. Mpende, mhurumie. Unajua kiwango cha mshahara wake ni hiki, mtendee mema. Wakati mwingine mwambie, bwana, mshahara wako ni 1,100,000 na 1,500,000, 50, 60, 70, lakini kwa juhudi unayofanya hapa nyumbani mpaka leo tuko salama, nakupa hii tip, na kuongeza hii 10,000, na kuongeza hii 20,000 kusaidie. Unagusa moyo wa huyu mtumishi na baraka za Mungu zitakuwa juu yako. Lakini
unayemtendea mema unamwachia deni kwenye moyo wake la kufanya zaidi ya kawaida ya pale alipokuwa anafanya. Huyu ni mwanadamu, ukiogombeza matusi na kila kitu. Inavyoonekana akida huyu ambaye leo tunasoma habari zake alifanya tofauti sana katika namna ya kuishi na huyu mtumwa aliyekuwa nyumbani kwake. Kwa hiyo ni wito kwa kila mtu kuwatendea mema watumishi wetu wa ndani, wajisikie. Huwa napenda baadhi ya familia ukitembelea wanasema huyu ni dada yetu mwingine, huyu naye ni mmoja wa watoto wangu, anataja watoto wake wa kuzaa, anasema huyu pia ni binti yangu hapa nyumbani, tuko naye anatusaidia, ni mtu mwema sana, ni mwanangu. Unaona huyu mtu anajisikia kuwa sehemu ya ile ya familia. Rebeka, nasisitiza hili kwa sababu tumeona hivi karibuni watumishi wa ndani wanachoka na wanaua watoto wa familia. Wanaweka sumu kwenye vyakula na wakienda mbali zaidi wanajimaliza wao pamoja na hiyo familia. Hasara kubwa kiasi gani? Kwa hiyo ni wito wangu, ni wito wa neno la Mungu, tunaposoma na kujifunza juu ya kisa hiki cha bosi aliyempenda mtumishi wake, japo jamii haikutaka mabosi wawapende watumishi wao, lakini huyu alifanya tofauti sana. Amina, amina. Mchungaji, umesema kwamba mtumishi huyu alipoumwa, mtumishi wake Akida alipoumwa, Akida aliwatuma wazee kwenda kumuomba Yesu aje kwa ajili ya kumponya. Hiyo iliendaje? Okay, good. Kwanza lazima ujue alituma wazee wa Kiyahudi. Sio wa Kirumi. Yeye ni Mrumi. Akatuma wazee. Kwenye maisha yake alijenga mahusiano tu mazuri na Wayahudi. Okay. Kwa hiyo wakati wa Yesu ama wakati wa hizo zama za kwanza, karne ya kwanza, wazee kama neno lenyewe lilivyo walikuwa na heshima. Nadhani imeendelea mpaka leo. Ni wazee wa umri. Okay. Wazee wa umri, na wazee wa umri wengi wao pia walikuwa wazee wa masinagogi. Unajua zamani ukisikia mzee ilikuwa ni mzee kweli wa umri, ndio walikuwa wanakaa kwa wazee wa masinagogi. Au ni tofauti na Mafarisayo na wazee? Ndio humo kuna wazee ambao ni Mafarisayo, ama hiyo ni tofauti mchungaji? Wazee ni title ambayo anaweza kuwa nayo Farisayo, asiwe sawa Farisayo. Haijalishi. Sababu uzee unakuja na umri. Haijalishi ni mwanamke ni mwanaume, anaweza kuwa mzee. Sasa mzee ikitajwa kwenye sura ya umri, haijalishi Myahudi, Myunani, Mrumi, atazeeka tu, atapata nywele nyeupe, tumuita mzee. Lakini kuna kwa hiyo Mafarisayo pia wanaweza kuzeeka wakaitwa wazee. Although kuna sura ya wazee wa sinagogi. Kuna wazee wa umri ambao sio wazee kwa cheo kwenye masinagogi. Kwa hiyo huyu alituma wazee wa umri ambao walikuwa viongozi pia wa sinagogi. Sasa swali linaweza kuwa, kwa nini alijenga mahusiano na wazee? Hakuna kitu kingine unachoweza kukieleza zaidi ya mafunuo ya Mungu. Rebeka, chuki iliyokuwepo kati ya viongozi wa dini wa Kiyahudi na Rumi, serikali, ilikuwa kubwa. Chuki iliyokuwepo kati ya Kristo, kwa maana ya kwamba walivyokuwa wanamchukia Kristo wale wa Rumi, ilikuwa kubwa. Sasa inakuwaje huyu kiongozi wa Rumi awe na mahusiano chanya na hawa watu? Lazima Mungu awe amemuongoza. Ni maongozi ya Mungu na wala sio kingine chochote. Na ukiendelea kusoma hicho kisa, unagundua kwamba paka michango kadhaa alikuwa anatoa kupeleka kusaidia kazi ya Mungu. Huyu Mrumi. Paka anachukua fedha yake kupeleka kwa Wayahudi. Na ngoja nikusogelee kidogo Rebeka. Unajua Warumi wana miungu yao. Wayahudi wana Mungu wao. Kusapoti Mungu mwingine ni ishara ya kumkana Mungu wako. Kwa hiyo Mrumi huyu kama alikuwa anatoa michango kwenda kwa Wayahudi,
ikana kwamba alikuwa ameshaanza kujiweka mbali na miungu yake. Hivi vitendo vyote havikuwa vitendo vidogo kwenye jamii ya Kiyahudi. Ni leo tu ndio Muislamu anaweza kuja kwa Sabato, kwa Wakatoliki wa kanisani akatoa mchango. Mkristo akasikia kuna mchango kwa Waislamu akaupeleka. Ni leo tu ndio Mungu ametupa hiyo neema. Leo tu ndio mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji, ni mpagani, ila akisikia kuna mchango kwa watu wa dini ya Kiombo anapeleka. Ni leo tu. Lakini picha iliyokuwepo wakati huo ni picha ya ushindani wa miungu. Kwa hiyo huyu akida tayari kwa kusikia zile habari za Yesu alikuwa ameanza kuguswa moyo wake, na moyo wake alikuwa ameanza kuyeyushwa na kulainishwa. Yeah. Sasa hiyo safari ilifanikiwa kumtuma kwenda kwa Yesu, kutuma wazee kwenda kwa Yesu ili Yesu aje. Kulikuwa na mafanikio? Yes. Rudi tusome vizuri kile kisa. Usikie anachokisema. Anasema alituma wazee Wayahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana, wakisema amestahili huyu umtendee neno hili. Sasa anasema Yesu akaondoka pamoja nao, ukisoma kwenye fungu la 6. Kwa hiyo safari ilifanikiwa kwa sababu wazee walichotumwa ni kwenda kumsihi Yesu aende kwa yule akida akamwombee ama akamponye. Kiswahili kizuri. Akamwombee. Sasa hivi ndo tunaomba akamponye. Yesu alikuwa anaponya. Kwa hiyo safari ilifanikiwa. Na walienda. Yes. Sawa. Kwa nini walisema anafaa huyu? Sasa lazima uelewe vitu viwili. Lazima vieleweke vitu viwili. Sura ya kwanza ni mtazamo wao wa kwa nini anafaa. Na sura ya pili ni mtazamo wa Mungu wa nani anafaa. Umenisikia vizuri? Cha kwanza ni mtazamo wao wa kibinadamu. Kwa nini wao waliona anafaa? Ukisoma vizuri wanasema huyu anafaa, amestahili kwa sababu alitujengea sinagogi. Materialistically is fine, ni kweli, lakini ningeiweka vizuri zaidi kwa kusema alitenda jambo ndio maana anafaa kutendewa. Kwa ni kutenda utendewe. Kwa hiyo wao kwa uelewa wao, unajua Wayahudi nao bado walikuwa na dini ya matendo ambayo inawasumbua wengi mpaka leo, kwamba for you to be accepted of God you must do something. For somebody to get the favor of God he must do something, or she must do something. Kwamba ili upate mema ya Mungu lazima ufanye 1, 2, 3, 4, 5. Usipovifanya hivyo vitu upati mema ya Mungu. Sasa huo mtazamo kwa uelewa wa Kiyahudi wao wanaamini ulikuwa mtazamo sahihi. Na Yesu aliwachukulia kutoka kwenye levo yao ndogo ya uelewa, akaambatana nao kwenda kumponya yule mtumwa wa amiri wa jeshi. Sio kwa sababu Yesu aliambiwa huyu anastahili. Ni kwa sababu Yesu huwatendea watu mema. Rebeka, umenielewa? Narudia tena. Nataka nirudie kwa ajili ya mtu mmoja. Wao wameenda na dhana kwamba huyu atendewe kwa sababu anastahili. Na wameshatengeneza sababu za kustahili kwake. Anastahili kwa sababu moja, na mahusiano mazuri na sisi. Anastahili kwa sababu moja, alitujengea hekalu sisi. Sinagogi sisi. Anastahili kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. That is the list of how do they qualify him. Yani how do they define kustahili kutendewa wema na Kristo. Sasa Yesu hakuwa katia tamaa. Haikuwa ajenda yake kudili na tatizo lao
la kuelewa kwamba watu wanastahili kwa sababu wametenda 1, 2, 3. Kwa hiyo Yesu akaongozana nao, sio kwa sababu aliambiwa kwamba huyu mtu anastahili. Anaongozana nao kwa sababu Yesu ni mwenye huruma na upendo, na alikwisha kusoma moyo wa yule amiri wa jeshi, yule akida wa Kirumi. Hiyo ni moja. Lakini hebu turudi kwenye mtazamo sahihi wa kimbingu wa kustahili. Anayestahili kwenye mtazamo wa mbingu ni yule aliyechagua kutokustahili. Umeipata hiyo? Anayestahili kwa mtazamo wa mbingu ni yule anayechagua kutokustahili. The moment ama wakati tutakapogundua kuwa unastahili mbele za Bwana, ndio wakati ambako haustahili. Ukijisemea wewe kwamba mimi ninastahili. Na sio tu kujisemea, hata kujiona hivyo. Sio lazima hata useme. Kujiona kwamba mimi ninastahili kwa sababu ya vitu vyako mwenyewe ulivyofanya. Nimehubiri, ninafundisha, toa zaka na sadaka, ninafanya hivi, ninastahili. Sisi tunastahili kwa sababu yeye Kristo anastahili. Na kwa hiyo namna pekee ya kustahilishwa mbele zake ni kutambua kutokustahili kwetu. Unatambuaje kwamba haustahili, Pastor? When we understand our nothingness, tutakapoelewa kutokufaa kwetu, moja kwa moja tutatambua kutokustahili kwetu. Na ni nini kinachofanya tuone kwamba hatufai? Ni ule ubaya wetu ukilinganisha na uzuri wake. Rebeka, mtu yeyote ambaye anaona na nafuu ni kwa sababu yuko mbali na msalaba. Nafuu ya kama mimi na afadhali, bora mimi kuliko. Okay. Ni kwa sababu huyo mtu yuko mbali sana na msalaba. Lakini Pastor, kuna wengine kweli hawafanyi hivyo, hizo dhambi hawafanyi, anajitahidi kweli. Shida ya dhambi haianzii kwenye kufanya. Dhambi haianzii kwenye kitendo. Dhambi inaanzia kwenye mawazo. Yaani mtu ambaye alikuwa anaenda kuiba, au mtu ambaye alikuwa anatamani kuiba akaahirisha. Hiyo ni dhambi naye. Alikuwa anatamani, ameshaweka mipango na kila kitu, baadaye agundua nikimrubia huyu mtu atajisikia vibaya, akaacha. Kwa hiyo sio kwamba nikiiba ni dhambi, ila nikimuibia atajisikia vibaya. Yote mawili. So, hebu nisaidie kuelewa mchungaji. Nikiwaza kwa mfano niibe ama niende kufanya uzinzi, in the long run sijaenda, either kwa sababu Roho Mtakatifu amesema nami. Obviously Roho Mtakatifu anasema na wewe kwamba hichi kitu sio kizuri, maana kama binadamu huwezi kujiamulia mwenyewe, si ndio? Roho Mtakatifu amesema nami kwamba unachokiwaza kwenda kukitenda sio, ni kukukumbusha tuseme, si chema. Nikagairi. Uliwaza kwenda kutenda dhambi au uliamua kwenda kutenda dhambi ukaahirisha? Niliwaza kwenda kutenda dhambi. Ukawaza kiasi cha kuamua, si ndio? Cha kuamua kutaka, yes. Hapo tayari ulikuwa umeshatenda dhambi. Lakini sijaenda. Kwa sababu ungeenda ingekuwa tu ni utimizwaji wa kitendo ambacho umekiwaza tayari. Unajua hukumu ya Mungu itapima mawazo na matendo. Kwa hiyo tunaweza kutenda dhambi hata kwa kuwaza pasipo kutenda dhambi husika. Na ndio maana huyo mtu ambaye alikuwa na plani kwenda, hakwenda, ila alikuwa na plani, anapaswa afanye toba. Okay. Msikiliza Ayubu anachokisema. Baada ya yale mabaya yote kumpata. Neno la Mungu nasema Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Angemwazia Mungu kwa upumbavu, sio angetenda, angewaza moyoni mwake kwa upumbavu, angekuwa ametenda dhambi. Kwa hiyo mtazamo ama mawazo ya kujiona kuwa bora ni mawazo ya kiovu kabisa mbele za Mungu. Na hayo yanatokea pale ambako mtu ama sisi tunakuwa mbali na msalaba wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Ukiwa mbali na msalaba wa Mungu,
unafanya vibaya. Kwa nini? Kwa sababu utaona wewe kuwa bora, ila kadri unavyomsogelea Kristo ukaona madhaifu yako na ukauona mwao wake. Mwao ni Kiswahili, mwao sijui. Ukaona ule mng'ao wake wa utukufu, lazima uanguke chini ya miguu yake ukisema, Bwana. Angalia mitume wote na manabii wote waliotokewa na Kristo na nuru ya mbinguni, aidha walianguka au walichanganyikiwa au kuna kitu kilionyesha ole wangu mimi mwenye midomo michafu. Huyo ni Isaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimefanyika ndani yake. Nini? Nuru aliyoikaribia imeonyesha uchafu wake. Kwa hiyo, kwa nini anastahili huyu kutendewa mema? Sio kwa sababu alitujengea hekalu, ni kwa sababu amenyenyekea kiasi cha kutumaini nguvu ya Mungu inayoweza kufanya kazi ndani yake. Amina. Mchungaji, tukimalizia sehemu hiyo, kwa nini haya maneno sema neno tu linatoka sehemu gani? Yaani ilikuwaje mpaka haya maneno yakasikika kusemeka? Rebeka, tumesema alituma wazee, wale wazee wakaenda. Yesu akaanza safari. Alivyoanza safari, wakakaribia mpaka kwenye nyumba ya yule akida. Akida akajiona kuwa asiyefaa. Ndio hiyo nilikuwa naisema tangu mwanzo. Anayefaa ni yule ambaye anaona kutofaa kwake, tena sio kwa kujidai. Unajua leo kuna watu wanajidai unamsifu afu anasema ni neema tu ya Mungu, lakini moyoni anasema ni mimi hapa nimepambana. Lakini neno linalotoka mbele za watu ni kusaidia tu, Mungu apewe sifa, lakini kwa kweli sifa amezibeba yeye. Hata maneno yake yanaonyesha sifa amezibeba yeye. Sasa hiyo ni tofauti sana na huyu akida hapa. Alipomuona Yesu kwa mbali, akasema sema neno tu. Kabla hajaingia ndani. Ingawa anasema mimi ni dhaifu, hata hivyo haustahili kukanyaga marango yangu haya yaliyo duni. Wewe mkuu sana kuliko mimi. Asema, akafanya comparison kwamba kama mimi ni mkuu wa kikosi, huwa ninaamuru vikosi vilivyoko chini yangu viende. Naweza kutuma akaenda, lakini huyu ni mkuu sana. Mbona ana mamlaka, anaweza kuelekeza mamlaka yake kafanya kazi pasipo yeye. Aliamini hakuna haja ya kuja na kumgusa mgonjwa. Aliamini hakuna haja ya kukanyaga marango yangu. Ni ile Petro alipotengenezwa moyoni mwake akasema, Bwana ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Yaani maana yake alikuwa ameelewa kwamba mimi si chochote, sistahili kukukaribia. Sema neno tu ilikuwa ni tendo la imani. Tendo la imani sana. Na hii inatufundisha kwamba wako watu nje yetu wanaweza kuamini. Na kwa imani yao Mungu atawaokoa. Kwa hiyo ile nasema neno tu lilikuwa ni neno ambalo lilishitua mbingu yote. Liliushitua moyo wa Kristo. Kwa sababu ni neno la imani ya juu sana. Ambalo linatoka kwa mtu asiye Myahudi. Rebeka, sisi ni wachungaji. Tunakutana na watu mbalimbali ambao wakati fulani wangependa tushiriki nao kwenye maombi. Sasa nakupa mfano, mtu anaweza akaja anaongea vitu vingi sana. Nilienda hivi, unajua siku ile ya kwanza nikapanda kwenye daladala, nikapata siti ya kwenye jua, upande wa jua, nikakaa kwenye jua, kulikuwa na foleni. Sasa hapo nataka hivi, mwishoni anakuja yake nyingi. Sasa mara nyingi hawa watu huwa wanazungumza kana kwamba kitendo cha wewe kujua kwa kina kabisa ili kainuke labda kahuruma ka kibinadamu
ndio katakufanya labda uombe kwa huruma zaidi. Lakini mimi niwatie moyo, unapokwenda kwa mchungaji, tena sio kuombewa, kwa sababu wachungaji hawana kazi ya kuombea watu. Sisi wote tu makuhani. Sasa hivi tuna kitu kinaitwa the priesthood of all believers. Kwa maana ya kwamba waumini wote tunaweza kumwendea Kristo. Ukija kwa mchungaji ili wewe na yeye msaidiane kumwendea Mungu, una haja ya kuwa na visa virefu. Mtoto anaumwa, yuko wapi? Yuko Moi. Nini? Amevunjika mguu. Hiyo sentensi inatosha. Lakini unataka kueleza ni mtoto huyu kwanza alianza darasa la kwanza mwaka gani, alipokuwa darasa la pili matokeo yake kwenda nini, alipotoka darasa la ngapi kaenda hivi, masaa 2 matatu kabla ya kufika kwenye point. Hiyo kitu akida kufanya, si hata angesema acha afike nyumbani nimweleze ilivyokuwa. Nimweleze upendo wangu waje mpaka kwa huyu mtumishi. Ngoja afike nimweleze. No. Akasema huyu ana nguvu, ana uwezo, ana mamlaka, aseme neno, mtumishi atapona. Sasa kuna statement Yesu make aliposikia hiyo sentence. Si kama ungependa nitafute. Ungependa kuiongelea kabisa, maanake ndio swali langu lilokuwa linafuata. Hebu niulize. Yesu alisema neno kama afisa alivyoomba, na ni maneno gani aliyoyazungumzia? Fungu la 9. Yesu aliposikia hayo alimstajabia, akageukia mkutano uliokuwa kumfuata akasema, nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Amina. Biblia inasema na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Mtumwa akapona. Kwa nini? Kwa sababu ya imani. Yesu tu aliposema sijawahi kuona imani kama hii, manake alikuwa ameaccept lile ombi, alikuwa amelikubali. Kwa hata kama asingesema nenda nyumbani apone nini, lakini bado angekuwa amepona kwa sababu ya yale maneno Yesu aliyosema. Imani. Okay. Rafiki yangu naye nitazama na kunisikiliza, tumeambiwa ni kwa imani milima itang'oka. Usimwendee Mungu wa mashaka. Haijalishi hali imekuwa mbaya kiasi gani, haijalishi dhoruba imekuwa ya kutisha kiasi gani, imani kidogo kwa dhati isiyoyumba, imani ya dhati isiyoyumba inaweza kufufua vilivyokufa na inaweza kuangaza nuru mahali penye giza. Na hii haijalishi historia yako. Hauhitaji kuwa mchungaji, hauhitaji kuwa mzee wa kanisa, hauhitaji uwe shemasi, hauhitaji uwe mwinjilisti. Inataka moyo uliopondeka, moyo sio gawanyika, moyo sio yumba. Inataka kujitoa na kuelewa kutokufaa kwako. Hicho ndicho huyu akida anakifanya Rebeka. Anajiachia katika miguu ya Kristo na mbingu inaingilia kati. Amina. Mchungaji, tutarudi baadaye kidogo kuja kuongelea huyu mama mjane. Nataka tuangalie yeye ilikuwaje, kulikuwa na utofauti gani kati ya yeye pamoja na huyu afisa ambaye tumemuongelea hapa. Asante sana Rebeka. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu na tunaendelea na kipindi chetu. Hivi sasa tunaenda kwenye pumziko fupi, tutarejea ukiwa nami Rebeka Dennis nikiwa naye mchungaji Methusela Masunga, na mada yetu ya leo inasema afisa, Warumi na mjane. Karibu sana.
Karibu katika wakati mwingine tena kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Kitabu cha Dhahabu. Kitabu tunachojadili ni Tumaini la Vizazi Vyote. Siku hii ya leo tunaongelea mada inayosema afisa Warumi na mjane. Tumeangalia afisa Warumi ilikuwaje mpaka akaongelewa kwenye kitabu. Tumeona alivyokuwa mnyenyekevu na alivyompenda mtumishi wake na kumuomba Yesu aseme neno tu, mtumishi wake atapona. Upo nami Rebecca Dennis nikiwa naye mchungaji Methusela Masunga, na mchungaji wa awamu hii tunaenda kuongelea mjane huyu wa Naini aliyefiwa na mtoto. Sasa wakati tumeanza kipindi chetu tuliangalia kuhusu afisa Warumi ambaye alikuwa mtu wa cheo na mamlaka, lakini pia alikuwa na imani na unyenyekevu. Sasa tukija kwa huyu mama wa Kapernaum wa Naini ambaye hivi afisa alikuwa anaishi Kapernaumu ama alikuwa anaishi sehemu gani? Ni Kapernaum. Kapernaum, okay. Alipotoka kule ndo akawa anaenda Naini. Akawa ana safari yake ikampitisha Naini, mji mdogo ambao alikuta kuna uchungu mkubwa. Mchungaji, tuongelee hilo kidogo. Kulikuwa na scenario gani hapo tunapoona uchungu huu ukionekana? Hapa Naini tunakutana na mama mjane. Rebecca, mjane ni mtu ambaye alifiwa mume. Kwa inaonekana huyu mama aliwahi kulia kwa sababu ya kufiwa mume. Wajane kwenye jamii ya Kiyahudi walikuwa wanateswa kidogo pia. Na hata viongozi wa dini walikuwa nakula nyumba za wajane. Waliwaonea na kuwafanyia mengi mabaya. Na wajane wengi walinyang'anywa mali. Kwa hiyo alikuwa na uchungu mwingi. Lakini angalau walibakiza tumaini moja huyu mjane. Angalau alikuwa na katoto kamoja. Kwa hiyo akimuona yule mtoto wake, anapata faraja, anapata nguvu. Lilikuwa kama ni jiwe kubwa ambalo anaweza kusimama katikati ya dhoruba nyingi. Mafuriko mengi yakija chini, angalau anasimama juu ya lile jiwe. Mtoto wangu yupo hapa. Huyu mama alishuhudia labda mtoto wake akiugua. Labda alimuomba sana Mungu aponye mtoto wake. Lakini mpaka mtoto anafariki, hakuona kama Mungu amejibu maombi yake. Misiba ya Kiyahudi iliitwa siku kama 4. Kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 ndio wanaenda kuzika. Ya kwanza hakuna. Ya pili kimya. Paka inafika ya 4. Na kwa nini walikuwa nafanya hizo siku 4? Walikuwa naamini kwenye hizo siku marehemu anaweza kuwa hajafa vizuri. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwenye hizo siku. Yaani anaweza akafufuka. Kwa hiyo msiba hauwi mzito sana kwenye siku ya kwanza, ya pili. Inapofika ile ya 4 ile, kwamba sasa kweli amekufa. Kwamba kweli anakufa na anatolewa nyumbani kupelekwa makaburini. Rebecca, hivyo najua ukiwa unapeleka makaburini mwili wa marehemu, msiba unaanza upya kwa kweli uliyefiwa. Kwa sababu ile jeneza likuwepo ndani, kuna wakati tunaona kama yupo. Yupo, tusema yuko kwenye jeneza. Ile unapoanza kulitoa ndio akili inagundua kama huyu mtu harudi tena. Kwa hiyo huyu mama alikuwa na uchungu mwingi, na wakawa wanatoka sasa kumpeleka kwenye makaburi. Wakati wanatoka getini vipa, geti la mji. Geti la mji. Zamani miji ilikuwa na maboma makubwa. Ile wanatoka tu hivi getini, ndipo Yesu na kundi lake pia wanaingia. Wametoka wapi? Wametoka kuokoa naye karibia kufa. Mtumwa wa akida. Kwa hiyo ni makundi mawili yanakutana. Moja lina unyonge wa dhati sana. Lakini jingine limetoka kusema shangilia, imani inaokoa. Kwa makundi haya yanakutana. Na Yesu alikuwa kimya. Kusoma vizuri ana historia hapo, anaweza hiyo ni moja kati ya safari ambayo Yesu hakuwa anazungumza. Alikuwa very focused. Amenyosha njia straight kwenda Naini.
Tunaweza ukasema kwamba ilikuwa ni wito wa kilio cha huyu mama. Rebeka, kila tunapolia mbingu inasikia. Hakuna kilio utakacholia ambacho mbingu haisikii. Kwa hiyo wakati huyu mama wa Naini analia, ana mzigo, ana machozi mengi, mbingu ilikuwa inasikia. Hivi kwa nini muda mwingine, mchungaji, mtu anaweza akawa anaumia mpaka akafikia yani tunasema breaking point, yani hapa, yani point ya mwisho, yani hapa nimefika, lakini bado Mungu kama vile yani. Rebeka, yasikilize maneno yangu ambayo yatakuwa msaada mkubwa pia kwa mtazamaji. Mungu anasubiri liharibike kabisa wakati mwingine, ili akijenga kila mtu ajue ni yeye. Kuna wakati yakijengwa mapema, unaweza kufikiri ni jitihada zako. Ni lazima mpaka zile jitihada zako zote kabisa ziishi. Wakati Petro na wenzake wakiwa wanazama kwenye maji, waliachwa mpaka jitihada zote na utaalamu wao wote ukaisha, ili wameshindwa kabisa, mwishoni ndio wanapata msaada. Sasa vipi ikitokea Mungu amesubiri mpaka vyote viharibike? Katika kuharibika huko, hata huyu mwenye imani yake na yeye akavunjika imani kiasi cha sipo tena hapo. Mithali anaandika maneno haya: ukizimia siku ya shida, nguvu zako ni chache. Yaani ikitokea imani yako haiwezi kuvumilia kwenye wakati ngumu, maanake ilikuwa imani ya juu. Na kazi nyingine ya Yesu kutuacha mpaka pointi ya mwisho ni kutuonyesha pia imani zetu ni za aina gani. Consecutively, mchungaji, leo umepata hili, umesimama kwenye imani, umeenda. Kesho limekuja hili, umesimama kwenye imani, unaimarishwa kutoka ushindi mpaka ushindi. Rebeka, dhambi imetuharibu sana. Hatuwezi kutengenezwa kwa kujaribu kamoja. Maanake namwanza huyu mama mjane, mume amekufa, amelia, amesimama kwenye imani, ana mtoto, si ndio? Mtoto na yeye amefariki, amelia, amesimama kwenye imani. Ingetokea Yesu hakuwa kwenye ile njia anaenda, inamaanisha ingetokea kibinadamu tu, mchungaji. Hatuwezi kujadili kwa sababu moja, haikutokea ndio. Haikutokea, lakini mbili, mbingu ziliona iwe hivyo. Sasa ingekuwa vinginevyo, bado Mungu angekuwa na makusudi. Si alinyamaza mpaka Yohana akakatwa kichwa? Huwa na makusudi yake mema. Wazo langu ni hili ambalo natamani mtazamaji alione. Machozi yetu yanasikika mbinguni. Wakati wanaingia kwenye geti la Naini, walikuwepo kina mama wengi wanaolia, na enzi hizo mtu alikuwa akifiwa, zinakodiwa bendi kabisa ambazo kazi yao ni kulia na kuimba na kuomboleza, kunogesha msiba. Watu wanaolia. Kwa hiyo waliaji walikuwa wengi. Swali la muhimu ni hili: Yesu alipoenda straight kwa yule mama kwenye ule mkutano, akaenda straight kwa yule mama, alimjuaje kwamba ndio huyu aliyefiwa? Anatujua. Wanaweza kuwa wengi wanaolia, lakini anakujua wewe binafsi. Ukisoma Isaya 49 fungu la 15, anasema, je, mwanamke anaweza akamsahau mwana wa tumbo lake anyonyaye, naam asimsaidie? Jibu ni nini? Ndio. Hawa wanaweza kusahau. Lakini fungu la 16 anasema, fungu la 15 anasema, lakini mimi sitakusahau wewe kamwe. 16 anasema, tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu na kuta zako ziko mbele yangu daima. Maana yake ni nini? Anatujua personally. Anatujua mmoja mmoja. Biblia inasema alipofika akamwonea huruma. Kwa aliangalia ile neno la Kiunani hilo, akamwonea huruma, ni huruma ya kujihusisha. Tunaona kama spragico neno la Kiunani. Yaani ni huruma ya kujihusisha. Maana yake nini? Ni huruma ya kufeel exactly, ya kujisikia vile vile kile mhusika anachojisikia.
Sisi wanadamu, Rebeka, tunaweza tukakuhurumia, tukakupa pole, tukasema mengi, lakini hatuna uwezo hata kidogo wa kufeel uzito wa kusikia uzito ulio nao. Yuko mmoja peke yake, yeye ambaye akikuhurumia ni kwa sababu ameshaujua uzito ulio nao, maana alikuwa Mungu akachagua kuwa mwanadamu kwa ajili ya nyakati kama hizi. Huyo sio mwingine, ni Yesu Kristo. Akanyosha mkono wake, aligusa lile jeneza, akasema, kijana, inuka. Akainuka. Vyote vilivyokufa vinaweza kufufuliwa kwa nguvu ya Kristo. Sasa kuna mahusiano kati ya hivi visa viwili. Najua mwanzoni ulitamani tuzungumzie mahusiano ya hivi visa viwili. Kwanza tuzungumzie utofauti wa utendaji wa Yesu katika hivi visa viwili. Manake mmoja alimponya ambaye alikuwa anakaribia kufa, na mbili alimfufua huyu mfu. Kunaweza kuwa na tofauti gani kati ya utendaji wa Yesu katika visa hivi kulingana na niseme uzito wa kile walichokuwa wanapitia wale watendewa? Kwa akida. Kwa akida na kwa mama mjane. Kwa akida ilikuwa ni ombi la akida. Okay. Mwenyewe aliomba akida. Kwa mama mjane hakuna aliyeomba. Hakuna aliyemuita Yesu. Yesu alienda mwenyewe. Okay. Kwa hiyo huku anatuambia kwamba wale wote wanaomlilia Mungu na kumuita, mbingu itawasogelea. Yesu alisogea. Lakini Rebeka, yako mambo mengi sisi hata hatuombi, lakini Mungu asomaye mioyo yetu anatujua na anatufanyia. Ndio kwa mama huyu mjane. Okay. Hatuoni akiita watu, muiteni Yesu. Lakini ule uchungu wa ndani Mungu aliuona. Huyu anatendewa yeye. Huyu anatendewa kwa ajili ya yule aliyekuwa anamlilia kwa ajili yake. Lakini yote haya ni Mungu inavyoshughulika na wanadamu. Okay. Hali zote mbili za kutokuweza zinafananishwa na hali yetu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi sisi tuna hali ya kutokuweza. Hakuna chochote tunachoweza kufanya. Lakini tunamhitaji Yesu. Tunahitaji nguvu nje na sisi. Aliyekufa akalazwa katika jeneza ni mfano wa mwanadamu aliye katika hali ya dhambi, asiyeweza kabisa kujisaidia kwa lolote. Hata waliomzunguka wanadamu wenzake wanalia, wanaomboleza, hawawezi kufanya chochote. Lakini yuko yeye ambaye ana nguvu na ana uwezo wa kuokoa. Anaweza kuokoa. Lakini Rebeka, hilo ni tangazo kwamba sauti iliyosikika kwa huyu kijana imuinue kutoka kwenye jeneza lile. Siku moja tena itasikika wakati Yesu anarudi mara ya pili. Amina. Enyi makaburi, waachieni wafu wangu, waachieni watu wangu. Na safari hii haitakuwa tu kijana huyu mtoto wa mama wa Naini. Makaburi yataachia watakatifu wa Mungu kwa ajili ya kuishi na Bwana milele. Na haya yote ni kwa imani. Na imani peke yake. Mchungaji, kwa kifupi, uhusiano kati ya hawa watu wawili ambao tunaweza tukajifunza leo kwa yale tunayopitia. Moja, tunapitia changamoto za aina mbalimbali. Ziko ambazo zimeshakufa na zinazokaribia kufa. Zote ziende kwa Yesu. Amen. Ana nguvu, ana uwezo. Hatutendei kwa sababu sisi ni Wayahudi. Alitenda kwa sababu yeye ni mwenye upendo. Hatutendei kwa sababu tunastahili. By the way, hata kustahili kwetu ni kwa sababu ametustahilisha. Kwa hiyo mzigo wote ulionao wewe unayenitazama, kwamba ni ugonjwa, una vita kazini, una vita maeneo unayofanyia biashara, una kesi mahakamani, unaonewa, unachukiwa bila sababu, unasengenywa,
vikao vya siri vinakaa kuangamiza. Mengi yamekufa na mengine yanakaribia kufa. Yuko Yesu anayeweza, ana nguvu. Rebeka ndiye huyu anayestahili kuaminiwa. Amen. Sio kwa sababu tu yeye alituumba, lakini pia alitukomboa. Amina mchungaji. Amen. Tupatie ombi la kufunga. Amen, amen, amen. Baba na Mungu mtakatifu, yatafsiri maneno haya katika mioyo yetu na wokovu wako kamili uweze kuwa juu yetu. Asante kwa upendo wako. Asante kwa nuru yako. Bariki mtazamaji. Jibu maombi yake yote. Mzigo wote alio nao ukamwinue, kama ulivyofufua, kama ulivyoponya, ukayafufua yaliyokufa kwenye maisha yake. Fufua maisha yetu ya kiroho ili kusudi tupate kukufurahia, Mungu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mchungaji, asante sana. Nashukuru sana kwa mada ya leo. Amen. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hadi kufikia hapo kipindi cha Kitabu cha Dhahabu hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umebarikiwa na umepata jambo katika somo tulilojifunza siku ya leo kuhusiana na afisa pamoja na mjane yule wa Naini. Tumeona upendo, tumeona unyenyekevu, tumeona huruma ya Yesu kwa watu hawa, lakini pia tumeona jinsi ambavyo kwa namna tofauti Yesu anaweza kaingilia kati katika yote tunayopitia kulingana na kila mmoja na yale anayoyapitia. Mimi ni Rebecca Dennis, nilikuwa mtangazaji wako siku hii ya leo. Nilikuwa naye mchungaji Methusela Masunga katika kipindi cha leo. Hadi wakati mwingine, endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Kwaheri.